Habari zenu nyote, mimi ni Beryl kutoka IMES 4191. MCE ni kituo cha ushirikiano. Karibuni kwenye mafunzo yetu ya kwanza. Hapa tutazungumzia KWA-ENZA na kujitolea, majukumu ya wahusika na jinsi ya kujiunga nasi. Tuanze na hii. Wajitolea hufanya nini katika mashindano ya kwanza na kwa nini ni muhimu? Kichocheo kikuu nyuma ya mashindano ya kwanza, kikiwa ni mashirika makubwa kama hayo, ni watu wa kujitolea. Kwa sababu, watu wa kujitolea wanahusika katika kila kitu, kuanzia usalama, kuanzia maeneo ya kiufundi, kusaidia timu shiriki na roboti zao, hadi kuwa DJ, kuendesha sherehe na hata kuwa jaji, wanachukua majukumu mengi tofauti. Tutaelezea kwa undani zaidi kuhusu majukumu haya na mambo unayoweza kufanya muda si mrefu. Lakini kama isingekuwa kwa watu wa kujitolea, matukio ya FAST yasingekuwa makubwa na ya kufurahisha kiasi hiki. Wakati huo huo, kusingekuwa na maeneo salama kiasi hiki kwa timu. Ndio maana kama 1901 tunapenda kuwashukuru tena wote waliojitolea. Sasa nitazungumza kidogo na nyinyi kuhusu majukumu ya kujitolea. Hapa kuna majukumu machache sana ya kujitolea. Kwa sababu nimechagua machache tu ili kuwaonyesha watu ambao hawajawahi kuanza wala kuwa na uzoefu ni majukumu gani wanaweza kuomba. Au kama tayari una uzoefu na FAST na ungependa kuangalia zaidi, unaweza pia kuangalia majukumu mengine yote ya kujitolea kwenye fastinspires.org. Na baada ya hapo, nitawaeleza hivi punde jinsi ya kuomba kupitia dashboard. Kwanza kabisa, hebu tuanze na waamuzi wetu, yani referee. Wajibu wa waamuzi ni kuhakikisha mchezo unaendeshwa kwa haki na usalama na kuhakikisha kwamba mechi zote zinafanyika kulingana na kanuni. Unaweza kufikiria kama mfumo wa kawaida wa waamuzi. Ili kuomba nafasi hii, lazima uwe na umri wa miaka 18 au zaidi. Kwa hiyo, kama unafikiria kuomba, napendekeza uzingatie hili. Wakati huo huo, ili kuomba nafasi ya mwamuzi, unahitaji kushiriki kwenye mafunzo yatakayotolewa na FAST Dashboard na pia na Fikret Yei KSEL Foundation. Lakini mbali na hilo, hauhitaji uzoefu mwingine wowote. Mbali na hayo, tuna nafasi inayoitwa mshauri wa mfumo wa udhibiti. Nafasi hii inajibu maswali ya timu kuhusu mifumo yao ya udhibiti na pia inawasaidia kutatua matatizo yao. Yaani kama ungependa kuchukua nafasi iliyo ya kiufundi zaidi, unaweza kuomba nafasi ya mshauri wa mfumo wa udhibiti. Hata kwa hili, hauhitaji uzoefu wa mashindano ya awali, lakini kuna kikomo kwamba lazima uwe na umri wa zaidi ya miaka 18. Mbali na hilo, pia unahitaji kuwa umekamilisha mafunzo utakayopata kutoka FAST Dashboard na Fikret UKSEL Foundation. Baada ya hii, njia yetu inayofuata ni cure. Kama jina la cure linavyoashiria, hii ni nafasi inayohakikisha timu zinakuwa tayari uwanjani kwa wakati wa mechi. Hakuna kikomo cha umri kwa nafasi hii. Wanafunzi wa rika zote, lakini inapendelewa walio na umri wa zaidi ya miaka 15 wanaweza kuomba. Lakini vile vile unahitaji kukamilisha mafunzo muhimu kwenye FAST Dashboard na pia mafunzo ambayo taasisi itakupatia. Katika nafasi hii, ukichukua jukumu, unapaswa kuhakikisha kwamba timu zote zipo tayari na kamili kwa wakati wa mechi bila upungufu wowote. Mbali na hilo, kama haupendi kushughulika na uwanja au mechi na ungependa kuwa zaidi kwenye maeneo ya pit au kushughulikana na mambo kama usajili wa timu, unaweza pia kuomba nafasi inayoitwa pit administrator. Nafasi hii kimsingi inahusika na usajili wa timu kwenye maeneo ya pit, inasaidia kukamilisha usajili wa timu na pia inawajibika kutoa msaada wote unaohitajika kwa timu wakati wa mchakato wa pit. Ni timu pia inayojibu maswali ya wageni. Hapa ndipo timu ya kutoa taarifa za uendeshaji wa mashindano hupatikana. Kwa hili, hakuna mafunzo maalum kutoka Fikret YKSEL Foundation, lakini kamilisha moduli za mafunzo kwenye FAST Dashboard. Sasa naendelea na nafasi za Field Resetter na Scorekeeper. Kikundi tunachokiita Field Resetter kinahakikisha uwanja uko sawa wakati wote wa mashindano, na ni timu inayorudisha uwanja kwenye nafasi yake ya awali mara tu baada ya mechi kumalizika. Una haja ya kuwa na uzoefu wowote wa ziada kwa hili. Hata hauhitaji kuwa umeshawahi kushiriki kwenye mashindano yoyote ya FAST hapo awali. Lakini pia unahitaji kukamilisha moduli za mafunzo ya lazima zilizopo kwenye FAST Dashboard. Na pia unapaswa kushiriki kwenye mafunzo yatakayotolewa na Fikret UKSEL Foundation.
Nafasi ya scorekeeper ni kwa timu inayoshughulika na kuweka alama za mechi kwa ujumla. Na hapa pia wewe unawajibika kufuatilia na kuchakata alama zote zilizopo pale. Vile vile, kwa nafasi hii pia unapaswa kushiriki kwenye mafunzo yaliyopo kwenye dashboard na yale yatakayotolewa na taasisi. Mbali na hayo, sasa tunahamia kwenye nafasi ya inspection manager. Nafasi tunayoita inspection manager inamaanisha kuwa uko kwenye timu inayotoa uamuzi kama roboti zinakidhi vigezo vya kushiriki kwenye mashindano na kama zinaweza kushiriki mechi. Wewe kama inspection manager uko pamoja na lead inspection inspector katika kuhakikisha roboti unaratibu nyaraka zote zinazohitajika kwa ajili ya ukaguzi na pia unawajibika kuzihifadhi nyaraka hizi wakati wote wa mashindano. Kwa hiyo, nafasi hii ni ya kiufundi zaidi ukilinganisha na nyingine. Na ingawa hauhitaji kuwa na uzoefu wa kushiriki mashindano, bado unapaswa kushiriki kwenye mafunzo yote yaliyopo kwenye dashboard na yale yatakayotolewa na taasisi. Mbali na hayo, practice field attendant kuna uwanja mwingine mdogo zaidi ambapo timu zinaweza kufanya mazoezi wakati wa mashindano. Wewe kama practice field attendant unahakikisha kwamba timu zinaweza kufanya mazoezi yao hapo, hakuna tatizo lolote, na kwamba wanamaliza mazoezi yao kwa usalama na kuondoka kwenye uwanja huo bila shida. Kwa ajili ya hili, unahitaji pia kushiriki kwenye mafunzo yanayotolewa na Fikretier, KSL Foundation pamoja na Force Dashboard. Mbali na hayo, tutazungumzia pia kuhusu machine shop staff na safety attendant. Kwa machine shop staff kuna kikomo cha umri wa miaka 18 na wakati wote wa mashindano wewe ndio unayehusika na matengenezo na marekebisho yote yatakayofanywa kwenye roboti. Kwa hili unawapa timu msaada wanaohitaji. Unawasaidia kwa vipuri au kujibu maswali mengine yoyote wanayoweza kuwa nayo. Na pia unahakikisha kuna mazingira salama ya kufanya kazi kwa timu zote. Kwa hili pia unahitaji kuwa umekamilisha mafunzo yaliyopo kwenye First Dashboard. Tukizungumzia kuhusu jukumu la safety attendant anahakikisha kwamba timu, wajitolea na wageni wote wako salama ndani ya eneo hilo. Na hapa, wewe ndio unahusika na kugawa miwani ya usalama, kukusanya na kukagua zote kwa pamoja. Katika jukumu hili, unafanya kazi chini ya usimamizi wa safety manager mwenye uzoefu zaidi anayefanya kazi pamoja na wewe. Na kwa ujumla, unafanya kazi kuhakikisha kuwa mchakato mzima unafanyika kwa usalama. Kwa hili pia, unahitaji kukamilisha mafunzo yaliyopo kwenye First Dashboard. Wakfu wa Fikretier KSEL hauna mafunzo maalumu. Tulikuja hapa kwa majukumu yetu mawili ya mwisho. Tuna jukumu lingine ambalo sijalijumuisha hapa. Nitazungumzia hilo zaidi baadaye. Mratibu wa muziki. Hivyo, unaweza kuwa DJ. Ni jukumu lenye kufurahisha sana, kwa sababu nafurahia sana kushiriki katika muziki. Kwa kucheza muziki wenye nguvu nyingi, unaofaa mazingira wakati wote wa mashindano, lengo lako kimsingi ni kuinua ari za timu zote na kuzitia moyo. Hapa, unahitaji kuwa umehudhuria mafunzo ya timu ya maonyesho ambayo yalifanyika hapo awali. Huna haja ya kutoa msingi wowote wa ziada au ushiriki mwingine wa mafunzo ulioorodheshwa kwenye dashboard. Tuna majukumu ya kuunganisha uwanjani na kuunganisha D. Niliandika field assembly hapa. Lakini zote mbili kimsingi ni sawa. Jukumu hili linahusisha kuandaa uwanja kabla na baada ya tukio, kisha kubomoa na kufanya kazi na timu ili kuhakikisha kuwa uwanja wote umepangwa na maeneo ya shimo yamepangwa ipasavyo wakati wa mchakato wa maandalizi ya tukio. Kwa ajili ya hili, ukitaka kuomba nafasi ya field assembly, ni lazima uhudhurie mikutano ya kupanga uwanja kabla ya tukio. Na pia unapaswa kupitia maelekezo na mafaili utakayopatiwa mapema. Mwisho, kuna jukumu moja zaidi ambalo sijaandika hapa, lakini ningependa kulitaja. Kama unavyoona, hata kwa wale wanaoanza tu na watakaoshiriki mashindano yao ya kwanza, kuna majukumu mengi tofauti. Ndio maana nadhani ni kawaida kabisa kutokuwa na uamuzi. Kwa kawaida, mimi pia huwa na sita sana. Ninapaswa kuomba nafasi gani? Akisema, ukijikuta katika hali ngumu kama hii, kwa kweli kuna jukumu lingine kwako. Kuna jukumu linaloitwa, nipe kazi kama inavyohitajika. Katika jukumu hili, kimsingi ni jukumu lolote ambalo timu au kikundi kinahitaji wakati huo. Kwa mfano, kama kuna uhitaji wa field assembly, basi unachukuliwa kama field assembly. Kama kuna uhitaji wa scorekeeper, basi unachukuliwa kama scorekeeper.
Na kwa njia hii, kwa kufanya kazi katika jukumu linalohitajika, naamini unakuwa na ufanisi zaidi na wakati huo huo unashiriki katika mchakato mzima. Naweza kusema kwamba inakuondolea hatua ya kufanya uamuzi. Ndio maana nilitaka pia kuzungumzia kuhusu jukumu la nipe kazi kama inavyohitajika. Naam, kuna majukumu mazuri. Nataka kuanza mahali fulani. Ninawezaje kufanya hivi? Sasa kamilisha ombi lako kama inavyoonekana. Kwanza, funua akaunti ya dashibodi kupitia firstpile.org. Hapo utatoa taarifa za shule au kazini, shirika, umri, mji, jina na maelezo ya mawasiliano. Baada ya hapo, utatakiwa kuthibitisha maelezo haya pamoja na barua pepe yako. Ikiwa una umri chini ya miaka 18, mzazi au mlezi wako atatakiwa kufungua akaunti ya dashibodi kwa niaba yako na kusaini baadhi ya fomu za ruhusa kwa ajili yako. Baada ya kukamilisha hatua hizi zote, utakuwa umefunguliwa akaunti ya dashibodi kama hii. Hapa kwenye akaunti ya dashibodi, unaona mfano wa akaunti yangu ya dashibodi. Juu kabisa, tabi ya 3 ni usajili wa wajitolea, volunteer registration. Sehemu ya timu zangu au akaunti ya Classback haina kitu, hivyo usijali huko. Nimesajiliwa na timu, unaweza kuona timu yangu, EMECEYE. Lakini si lazima uwe kwenye timu, kamwe. Kama nilivyosema, kabla ya usajili wa kujitolea, angalia sehemu ya vijana ya mzazi na mlezi ikiwa una umri wa miaka 18 au zaidi. Ikiwa unafanya hivyo, hakikisha wanafamilia wamesaini fomu husika. Pia, kama wewe ni mtu mzima, unapaswa kusaini fomu fulani mwenyewe. Huwezi kufanya usajili wa kujitolea bila kukamilisha fomu hizi. Kwa hiyo hakikisha umezikagua fomu hizi wakati wa hatua za usajili kwenye akaunti yako ya dashboard. Baadaye, ukifungua kichupo cha usajili wa kujitolea, utaona kitu kama hiki. Chini, nina kichupo kinachoitwa majukumu ya tukio yanayosubiri. Nina majukumu ya kujitolea ambao niliomba hapo awali, na kwa sasa ninasubiri matokeo. Wanaondoka hapo, lakini zile zinazokuvutia ni zile tabo 2 kuu, kujitolea kwa matukio na mafunzo ya kwanza. Nimetaja tu kwamba kwa baadhi ya majukumu unahitaji kukamilisha mafunzo katika dashibodi ya kwanza. Utafanya haya yote kutoka kwenye kichupo kinachoitwa mafunzo ya kwanza. Na huyu mjitolea, kabla ya kukamilisha mafunzo haya, huwezi kuomba nafasi hizi za kujitolea. Kwa hivyo, hakikisha unapitia na kukamilisha mafunzo haya kwa kina. Baada ya vikao vya mafunzo, tunaweza kuendelea na sehemu ya kujitolea tukio. Sasa, na ukishaingia hapa, utaona kichupo kama hiki. Kwenye kichupo hiki, unaweza kuchagua, hapa nimezungumzia majukumu yaliyopo FRC, lakini majukumu yanayofanana yapo pia kwenye FTC, FLOL na FLOL Explore. Kwa hiyo, unaweza kuomba kushiriki kwenye tukio ambalo unaona linafaa zaidi kwako. Zaidi ya hayo, unaweza kubinafsisha matukio yako kulingana na nchi na jiji, ili matukio yanayokufaa yaonekane. Kwa mfano, mimi nimechagua matukio yaliyopo ESTANBIL, Uturuki, na kwenye First Robotics Competition. Hapa, matukio ambayo yanaweza kunifaa na ambayo unaweza kushiriki yanaonekana. Na hapa pia, unaweza kuangalia tarehe za matukio na kuchagua yale unayotaka kushiriki. Au unaweza kuangalia ni majukumu gani yako wazi na yapi hayapo wazi. Mara nyingine, majukumu hayapo kwenye mashindano ya kikanda. Huenda tayari yamejaa. Inawezekana pia hakuna hitaji lingine tena. Baada ya kuchagua tukio unalotaka kushiriki, unakamilisha maombi yako ya kujitolea kwa kubofya volunteer hapa na kujaza taarifa zako binafsi. Kama nilivyosema, kama jukumu unalotaka linahitaji mafunzo, usisahau kufanya mafunzo hayo kwenye sehemu ya fast training kwa njia kila wakati. Na pia unaweza kuendelea kupata maelezo zaidi kupitia sehemu ya Need Help kwenye tab ya Volunteer Registration. Na sasa, baada ya kukamilisha maombi yako ya kujitolea, uko tayari kuwa mshiriki wa kujitolea kwenye tukio lako la kwanza. Natumai nitakuona pia kwenye shughuli za kujitolea na kwamba mafunzo haya yamekuwa na manufaa kwako. Baada ya kutuma maombi kwa nafasi hizi, unaweza pia kuendelea na kazi yako ya kujitolea kwa kutuma maombi kwa nafasi zinazohitaji uzoefu baadaye. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tutaonana kwenye mafunzo yajayo pamoja na rafiki yangu mwingine.